Swala letu sisi. Kwa hiyo nipo kama ndugu yenu. Karibu sana. Nikiwa kama mdau wa mchezo vile wa mpira wa miguu. Ulaya. Zidane Mblati. Kama kawaida pasi nyingi. Pasi nyingi. Yeah. Zidane bwana Mblati. Bwana mimi nataka uniambie umekuja hapa kwenye hafla ya rais wa klabu ya Young Africans baada ya kuteuliwa kwenye nafasi kubwa kule FIFA. Wewe umepata mwaliko huu kutokea wapi au ni mapenzi yako tu kwa mpira wa Tanzania? Ame ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Utakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi siyo kwa staili gani, mradi kwa mafifa amemuizinisha. Sisi tunakuwa tuko nao sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale Skaria, wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri. Sisi wote ni watu wa mpira wa miguu, ndio starehe yetu. Kwa mfano kama mimi sina starehe yote zaidi ya football, ndio starehe yangu, na kushiriki ibada tukakaa. Chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi yake ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata kaka. Maana hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika karia yake ya mpira. Uoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma, Italia, alipata mwaliko wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience, uzoefu anaupata kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani sasa tukirudi huku ndani? Shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu hili ni swala la kififa, na kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na stili yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na quality ya wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti na yeye cheo chake jisikilivyo. Cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu balani kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo aliyoifikia. Hata mimi chumvi ya mawe vile vile natamani vile vile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambue. Simba Ulaya huyo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu mwenyewe, unafikiri ukiangalia labda sana kule FIFA alikokwenda sana ajitahidi labda kuwa karibu labda na TFF na bodi ya ligi, tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kile sani cha kukangabisi ile muda mwingi kinarukaruka. Juzi ikawaje tena mkapigwa 4? Chumvi ya mawe hapa tumekuja kwenye swala lingine tena. Unaleta tena kwenye swala hilo la ubaya bwela. Hiyo tuliacha hapa, tumekuja kwenye mambo mengine bwana chumvi ya mawe. Tunaenda kwenye ligi ya mabingwa mkondo wa pili, kwa hiyo watu wangepata feedback kidogo. Hiyo kama kwa vile chumvi ya mawe mimi nakujua ndugu yangu. Unaga baya na mimi ukiniuliza swali nataka nikujibu, japo hapa sio sehemu yake sahihi. Nitakujibu. Tulicheza nao mechi ya kwanza tulipata 2-1, mechi ya pili tumefungwa 4-1, na kama ulivyokuwa unajua tena ukinunua panga kali au kisiki kali lazima ukatesti kwenye mpingo au kwenye chuma. So unanunua panga kali, kisiki kali, unaenda kutesti kwenye mpapai, hapo unakuwa hujafanikiwa. Chumvi ya mawe ni kipimo tosha. Testi kwenye mpapai. Hiyo sasa unasema wewe chumvi ya mawe. Godi, mbona unacheka sana? Kwa umefurahi sana kusikia matokeo ya Simba Sports. Leo kwa sababu tuko kwenye jambo la president, mwakilishi wa FIFA nchini Tanzania, wacha tumzungumzie rais wa FIFA, yani mwakilishi wa FIFA Tanzania, si ndio? Jumbe. Lakini ili swala lao kukandwa tuliache dede, tuliache. Sababu ndugu yangu naweza nikamkwaza akashindwa kuendelea na shughuli. Kwa karibu sisi nakukaribisha kama mashabiki wa FIFA ambao tumefurahi sana kiongozi wetu kupata nyadhifa kubwa, lakini kama Mtanzania mwenzetu, kama mwandamizi kwenye football ya nchi hii kupata nafasi kwenye FIFA ni kiasi kwamba na sisi mpira wetu saizi unatambulika duniani na viongozi wetu wanatambulika duniani, kwa maana sio watu wabaya, watu wanaongoza mpira vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufurahia tukio la leo na kuwakaribisha ndugu yetu. Kaonyesha uungwana. Na uungwana. Mwalika
tumewalika watu wote wa mpira. Na uzuri peji ya Yanga imealika kila mwana mpenda mpira, si ndio? Inawezekana huyu bwana usijue labda akatumwa message, lakini inawezekana pia kaona kwenye peji akasema hapana, siwezi kuacha kwa sababu yeye ni mtu wa mpira kaja. Na sisi tutawapokea watu wote wa futboli. Na Godi kazi hapo. Kuna watu walikuja, tuliwaalika tu vizuri kwenye iftari, watu wakaleta maneno. Huyu amekuja kama mdau wa mpira. Kwa sababu inaweza ikaenda mitandaoni, ikaonekana sasa huyu kama bwana anashirikiana na Yanga. Huyu amekuja kwenye shughuli. Mimi ingekuwa iftari ingekuwa nini usingeniona. Hili jambo la futboli.